hii ndio da'wa yetu na ndio itikadi yetu na ndio manhaji yetu. Kwa hiyo kama itakuwa imekhalifiana na ahli sunna wal jamaa, basi itakuwa sisi hatuko katika haki. Na kama ikiwa ndio sera za Amerika hizi, basi ni kweli itakuwa labda sisi tunafadhiliwa na Marekani kama wanavyodai wenye kudai. Kama ikiwa Marekani ndio sera zao na ndio protocol zao hizo wanazokwenda nazo, basi ni kweli huu ndio Marekani. Alafu mtueleze nyinyi huo Uislamu ni upi? Naam. Nadhani ta'abud. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان بعد. ndugu zangu waislamu, tukiendelea na sehemu ya mwisho ya muhadhara au ya semina yetu kwa leo, tunafanya upambanuzi wa baadhi ya vipengele ambavyo tumeshavisoma katika kurasa zilizotangulia. Kwa umuhimu wake tunafanya upambanuzi ili faida ipatikane zaidi, hasa kwa sababu masala yenyewe ni katika masala ambayo yana utata na matatizo baina ya Uislamu ala wajhi al-umum, yani kwa ujumla, na ahli sunnah bil khusus, yani wenye kujinasibisha na sunna katika sura khassa. Nadhani tukiangalia hapo bila kupoteza muda, maana wakati kusema kweli ni mdogo na sisi tuna mambo mengi humu ndani katika mudhakira huu ambao tutakana tuyajue, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani kusoma mudhakira wote huu, haiwezekani ndani ya siku hizi 3. Ina maana tutasoma baadhi. Kwa hiyo na baadhi nyingine tutasoma kwa haraka kwa kupita, itatokea hivyo. Lakini hapa mwanzo tunajaribu kusimama katika kila nukta kuisherehesha kidogo ili baada kufahamika. Kwa hiyo naichukua fursa hii kwa sasa hivi nianze moja kwa moja kwa kufidia wakati, kwa sababu sasa saa 11 takriban kamili au na dakika moja hivi. Kwa hiyo tutachukua takriban saa na nusu au saa dakika 20 insha Allah tutasimamisha. Wa magharibi nasoma saa ngapi? Basi tutakuwa kwa kila siku tunatoa wakati wa maswali kidogo, yani kama siku leo kidogo, kesho kidogo, lakini siku ya mwisho tutajitahidi tumalize mapema, alafu kuwe na kipindi kirefu cha maswali. Mwenye hoja, mwenye hiki, tufanye hivyo. Ila nafanya istithna, ila itakapokuwa kuna mtu atakuwa anajitokeza kwamba yeye si maswali sasa. Maana nataka tofautishe baina ya swali, mtu kisimama atakana au utakuuliza uliza swali. Kama ni mjadala basi pia ubainisha kama ni mjadala ili upewe wakati, yani wakati wa kutosha. Lakini si katika swali uzalishe mjadala. Nidhamu za maswali zinafahamika, uliza swali unajibiwa. Wataka mjadala, sema jamani mimi nina hoja na ninataka kujadili kuhusu kadhia fulani, ili upewe upendeleo katika pointi yako hiyo. Lakini tunatahadharisha tu isiwe ni kupoteza muda. Nadhani nimeeleweka katika ile. Kwa hiyo nasema maswali yatakuwa yanakwenda, muda wake ni wa mwisho, na siku ya mwisho insha Allah tutaweka muda mwingi, tutamaliza mapema ili muda mwingi uwe ni wa maswali, ila kwa yule ambaye ana nukta za utata ambazo zinaonekana kwamba zinahitaji kujadiliwa, basi wakati wote ataweza kunyosha mkono na akaruhusiwa ili kujadili. Itakuwa sasa masuala ya kujadili, si masuala kwamba tuulizana, ni masuala ya kujadili kihoja na kielimu. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Sasa tukirudi katika mudhakira wetu kurasa wa 5, tunafanya tafsiri ya swala hili, muamalatuna ma'a al-ulama al-qa'imin ala al-haqq. Muamala wetu sisi katika da'wa yetu tunavyoamiliana na maulama wenye kusimama katika haki. Kwa sababu pia katika maneno yanayozungumzwa kwamba dawa hii dawa ya fitna haiwaheshimu maulama, ya kazi yao ni kuwatukana maulama, kazi yao ni kuwapindisha maulama,
basi wakikaa wao mazungumzo yao ni maulama tu wa Kiislamu na kuwatoa katika njia sawa sawa, basi maulama tu wao. Sisi tunasema lilulama almustaqimin ala almanhaj as-salafi manzilatun adhima, maulama wenye kusimama juu ya manhaji ya salafi wana daraja kubwa kwetu sisi. Yani maulama waliosimama katika njia ya ahli sunnah wal jamaa, njia ya ahlul hadith at-taifa al-mansura, walioshika khatti ya masalaf, yani walioshikamana msimamo kisalaf, kina Sheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Muhammad Salih ibn Uthaymeen, Sheikh Salih al-Fawzani, nataja baadhi, wa illa maulama wa Kiislamu wako wengi ambao ni ulama wa ahli sunna wal jamaa. Sheikh Muallim al-Yamani ambaye ni mwanachuoni wa Yemen, Abu al-Ashbal Ahmed Shakir mwanachuoni wa Misri, Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi ni mwanachuoni wa bara Hindi, na wengineo katika maulama. Yani vile vile ni tofauti na vile wanavyozungumza baadhi ya watu kwamba wao ni wanachuoni maalum tu kule Saudia, kule Madina. Maneno ya uongo yasiyokuwa na mashiko yoyote. Lakini tunasema maulama hawa ni baadhi, lakini wako wengi ambao wako katika hati ya salafi, na hili lazima tukubaliane kwamba wako walikuwa katika msimamo sawa sawa ahli sunna wal jamaa, na wako ambao hawako katika njia sawa sawa. Na wajibu wetu sisi ni kujua ni yupi katika haki au katika njia sawa sawa, na yeye ni mwanadamu, hupatia na akakosea kama tulivyotangulia kusema, na yupi ambaye hayuko katika njia sawa sawa. Pia nataka ifahamike kwamba mtu anaweza akawa katika njia sawa sawa ya salaf salih lakini akakosea. Hiyo inawezekana, haiwezekani? Ina maana nasema kwamba Sheikh Al-Albani rahimahullah anaweza kuzungumza masala akakosea, لانه بشر. كذلك الشيخ ابن باز، كذلك الشيخ ابن عثيمين. tutaangalia kauli, yani hoja na dalili na kauli za maulama wengine, tukiangalia hoja zao zasemaje, si ndio? Basi tutafanya kazi yale ambayo yametubainikia katika haki. Lakini tufahamu kwamba kuna watu ambao wao asili yao hasa wamepotea, hasa kwamba hawako katika njia sawa sawa, au hakuna kwamba kila anaitwa mwanachuoni basi yeye ni katika ahli sunna wal jamaa. Hakuna wanachuoni wa Khawariji, hakuna wanachuoni wa Kishia, lakini wanachuoni wana elimu hakuna. Basi ndio tunavyokusudia sisi kwamba wako wanachuoni katika khati, katika msimamo na katika manhaji ya salaf salih, na wapo ambao wako kinyume na manhaji ya salaf salih. Sasa sisi tunasema hawa wanachuoni waliosimama katika manhaji ya al-sunnah wal jamaa, manhaji ya salaf salih, tunasema kwetu sisi wana daraja kubwa, manzilatun adhimatun indana, wana daraja kubwa kwetu sisi. Wa hum indana bimanzilati alqalbi min aljasadi, na wao kwetu sisi wao katika manzila na daraja ya moyo kwenye kiwiliwili, kama nilivyotangulia kusema. Wanastafidu minhum jami'an, tunastafidi kutoka kwao wote, biduni jumudin ala qawli ahadin bi'ainihi, basi na kugandamana na kungangania kauli ya mmoja katika wao kwa dhati yake. Wala nakhruju an aqwalihim, wala hatutotoka nje ya kauli zao. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله، أمسمى الإمام أبو القاسم هبة الله ابن عساكر، الإمام ابن عساكر أمسمى: وعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته. فهموا ewe ndugu yangu, tuwafikishe sisi Allah na wewe kwenye radhi zake, tuwe mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi, tuwe miongoni mwa wale ambao wanamcha yeye Allah tabaraka wa taala, kumuogopa ukweli wa kumuogopa. Tufahamu nini? Anna luhuma al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmuma, kwamba nyama za wanawachuoni Allah awarehemu ni zenye sumu. Yani tahadhari na kugusa nyama zao na kuwasema wao kiubaya, nyama zao ni zenye sumu. La taghtabuhum, usiwasingenye kwa sababu nyama zao zina sumu. Wa adatullahi fi hatki astari mumtaqisihim ma'luma, na kawaida na ada ya Allah tabaraka wa taala katika kufedhehesha na kuvunja sitara ya wale wenye kuwatukana hao wanawachuoni, kawaida hii ni yenye kufahamika. Allah tabaraka wa taala huwa huwafedhehi na kuwafichua na kuwahadhiri wale wenye kuvunja heshima za maulama. Lianna alwaqi'ata fihim bima hum minhu bara'un
amrun adhimun, kwa sababu kuwatuhumu wao kwa lile ambalo wao wako mbali nalo, yani sivyo walivyo, jambo lake ni kubwa sana. Yani mtu akakaa akamzulia mwana wa chuoni fulani hivi Ibn Baz, kina Ibn Baz na wachuoni wa Saudi vibaraka bwana, ni vibaraka bwana wa al-Saudi tu, waogopa wafalme. Mbona ule ufalme kule wao hawausemi, wanaogopa wao, wazungumza tu shirki, sunna, nini? Je, hii nayo? Wako wenye kusema hivyo, hata mkikataa, lakini wapo wanaosema kwamba Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengine hao ni vibaraka, ulama usulta hawa. Kuna maulama wa harakati bwana, kule Saudi kuna maulama wa harakati hao, hawaogopi serikali wala nini. Na maneno haya pengine yakazungumzwa na mtu anayejinasibisha na sunna, eti kwa sababu kaaka ndevu na kakata suruali. Lakini maneno ya kikhawariji, kwa hiyo kuwatuhumu maulama kwa mambo ambayo wao wako mbali nayo kabisa, jambo hili ni kubwa sana, ni dhambi. Kadhalika tusema watanawul al-a'radhihim bizur wal-iftira' marta'un wakhimun, na kugusa heshima zao kwa kuzua na kuwazulia ni malisho mabaya mno. Yani kama unakula mahali, kama ni mnyama unamlisha, basi umlishe majani yenye sumu. Kama wala wewe, basi ni chakula chenye sumu. Kugusa heshima za wanawachuoni. والاختلاق على من اختارهم الله منهم لنعش العلم خلق ذميم, na kuzua juu ya wale, kuwazulia uongo wale ambao amewachagua wao Allah tabaraka wa taala miongoni mwao katika kusimamia jambo la dini, kwa ajili linashi ilmi, kwa ajili ya kuichangua elimu walioibeba. Hizo ni tabia mbaya kabisa. Yani kwa sababu wewe unapokuwa umemsema mwana wa chuoni fulani aliyesimama katika haki, aliyekuwa katika njia sawa sawa, ukamtuhumu kwa jambo ambalo haliko, ukamsingizia jambo kubwa kabisa ambalo sivyo alivyo mwana wa chuoni huyo, bila shaka ina maana kwamba wewe unalingania kwamba watu wasichukue elimu yake, kwa sababu si mtu maamun. Kwa hiyo itakuwa hii ni tabia mbaya. Sasa ukija katika wakati sasa, ili jambo utakutana nalo kwa uwazi. Baadhi ya watu kwa maksudi wanadhamiria kuwatukana wana wa chuoni, maksudi kabisa, kuatia illa, kwa sababu hawawafikiani na hawa za nafsi zao. Alafu na vile nataka tuwaambie au tuzungumze kabisa kwamba ni nani mwana wa chuoni. Tunaposema kwamba huyu ni mwana wa chuoni, ni nani mwana wa chuoni? Ni yule tunamchagua sisi, kwa sababu kama lidhathana basi ana elimu, ni mwana wa chuoni. Kama katika ujitamaa wetu mtu fulani mashaallah akasoma, huyu ni msomi, mwana wa chuoni, ana thanawi, huyo ndio mwana wa chuoni? Au ni yule aliyekuwa na degree, pengine kasoma Madina au kasoma Sudani au kasoma Misri, basi ni mwana wa chuoni? Au ni yule kwa sababu kaachwa majoo na baba yake na babu yake karithi vilemba, basi akivaa vilemba na nini atisha, basi ni mwana wa chuoni? Au yule aliyekuwa fundi wa kugeuza maneno na kuyazungumza maneno mpaka watu wakafurahi na nyoyo zikawa zimesisimkwa, ndiye mwana wa chuoni? Au ni yupi mwana wa chuoni? Sisi tunasema mwana wa chuoni al-alimu ni yule ambaye wameshuhudilia maulama juu ya elimu yake. Maulama wa haki katika zama hizo washuhudilia kwamba fulani ana ilmu, kwa sababu si kitu cha siri, lazima maulama watashuhudilia fulani bin fulani ni alim, kwa sababu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Shahada itakana iwe ya haki, tena iwe na ilmu. Wewe unaposhuhudilia kwamba mtu fulani ni mjuzi, uwe na ujuzi wa kujua kweli ni mjuzi. Pengine ukamhesabu kwamba ni msomi kwako wewe kwa sababu ya udhaifu wako, lakini bila shaka maulama ni mashuhuda wazuri katika jambo la kushuhudia ni nani alim. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala anawafanya maulama ni mashahidi katika neno la tauhid,
akajifanya yeye ni shahidi, kadhalika malaika ni mashahidi na maulama ni mashahidi. Maulama ni mashahidi juu ya tauhid la ilaha illa Allah. Kwa hiyo vile vile ni mashahidi wenye kushuhudia, wenye kutoa ushuhuda ni nani? Alim. Sasa ikishashuhudiliwa kwamba fulani ni alim, chukueni ilmu kutoka kwake, mtu fulani ni mtaalamu katika jambo la dini, bila shaka ni lazima uangalie yale unaoyasema dhidi yake ni ya haki. Na hapa pia nataka kuwekwa wazi, ina maana gani kwamba yule ambaye ni mwana wa chuoni na watu wakashuhudia kwamba ni mwana wa chuoni, lakini ikawa hakusimama katika haki, na pingine ikawa ni sababu ya watu kuchukua fatawa zake potofu na misimamo yake iliyokuwa imepinda, imepotoka, basi waambiwa wewe utahadharisha hilo. Naam, lazima utahadharishe ili watu wasije wakabeba potofu ule. Na ndio maana ndio sera waliokwenda nao aima kina Imam Ahmad, kadhalika kabla yake Imam Ahmad ibn Sirin asema inna hadha al-ilma. Ibn Sirin ni Muhammad ibn Sirin, baba yake ni sahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kwamba katika dini hii kuna watu hapa duniani wataingizwa peponi kwa kufungwa minyororo, hawataki lakini wapelekwa peponi kwa minyororo, twendeni. Mmoja ni baba yake Muhammad bin Sirin. Kivipi? Baba yake Muhammad bin Sirin katika vita moja, katika vita watu wanakwenda kwenye vita katika saraya fulani zimetumwa, wakapigana vita kule, wakaambiwa kalima tauhidi akakataa, wakapigana vita wakashindwa, akatekwa Sirin, wakawekwa minyororo salasil wal quyud, akabebwa akaburutwa akaletwa mpaka Madina, akakaa msikitini siku kadhaa hajasilimu. Mwisho akatazama Mtume swalla sallam akamlingania, ndio akasilimu. Sasa kaingia peponi kwa minyororo huyo, kaleta na minyororo ndio akaja kasilimu, lakini kuafe kule kwenye vita pingine. Sasa baba yake si Muhammad bin Sirin ni sahaba, na yeye mwenyewe ni katika kibaru tabi'in, na dada yake ni mmoja katika maulama wakubwa wa tabi'in, Hafsa binti Sirin, ambaye ikafikia kipindi baadhi ya wanawachuoni wanaposema ni nani sahaba mwenye elimu, kuna kauli inayosema ni Abdullah ibn al-Musayyib, kwamba huyu ndiye mwenye elimu kuliko wote. Kuna watu wanaosema ni Muhammad ibn Sirin, na kuna kauli inayosema ni Hafsa bintu Sirin. Huyu ni tabi'iyatu. Kwa hiyo hawa tabi'ina wote watu waangalie nani waliye na elimu. Wengine wasema ni Hafsa, mpaka mmoja akaulizwa ina maana Hafsa ana elimu kuliko baba yake, kuliko kaka yake? Akasema ndio, Hafsa ana elimu kuliko kaka yake. Sasa Muhammad bin Sirin huyu ndio anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu hii ni dini, hebu angalieni, chunguzeni, machukua elimu yenu kutoka kwa nani? Maana yake nini? Kwamba si kila aliye na elimu watu wanaweza wakachukua elimu yake au kuchukua elimu kutoka kwake. Si kila hivyo, sivyo ilivyo. Kwa hiyo lazima tuyafahamu maneno. Kwa hiyo tunasema kwamba wako wanawachuoni au wako watu wana elimu, lakini misimamo yao hairidhishi, haikubaliki. Kadhalika Imam Ahmad anasema kwamba alikuwa akitahadharisha kuhusiana kukaa na al-Karabisi, akitahadharisha watu msikae naye, la tujalisuhu, msikae naye yeye, fa innahu sahibu bid'a, kwa sababu yeye ni mtu wa bid'a, msikae naye kwa sababu ya kauli fulani na fulani. Hivi ndivyo wanavyofanya wanawachuoni wa salaf. Sasa sisi tutasema wale maulama waliosimama katika haki, ambao katika manhaji ya salafi, wao wana daraja kubwa zaidi kwetu sisi, lakini na haifai kadhalika kuwazulia uongo. Kwa mantiki hiyo ni kwamba wale ambao hawako katika haki, hawako katika msimamo wa sawa sawa, kwa kuwa wamemili katika bid'a na ilhad, ni lazima umma utahadharishwe juu ya maovu yao. Ama akikosea mtu katika masala au masala mawili au matatu au hata matano, kama kina Ibn Hajar mathalan. Asli Ibn Hajar ni imamu ahli sunna, kadhalika Imamu an-Nawawi kabla yake ni katika aima wa ahli sunnah wal jamaa, na ushahidi wa vitabu vyake ni wa kutosha kabisa kwamba yeye ni katika watu waliosimama kupigania sunna. Soma vitabu vyake katika mustalahul hadithi, kwa sababu katika wanawachuoni walioandika kwa kiwango kikubwa katika elimu ya hadithi, mmoja wapo ni al-Hafidh Ibn Hajar, kuanzia nukhba
mpaka kufikia katika kitabu chake Nuzhatun Nadhar, mpaka katika An-Nukat ala muqaddimati ibn Salah na vitabu vinginevyo katika mustalah al-hadith, kadhalika vitabu vya rijal kuanzia Taqrib, kadhalika mpaka kufika katika Tahdhib at-Tahdhib na vitabu vingine vya takhrij kama Talkhis al-Habir na mutuni za hadithi katika ahkam na katika jawami na katika shuruhi zake kama muqaddima au kitabu Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam, ni ushahidi kwamba yeye ni mtetezi wa sunna. Na ukisoma Fathul Bari yatosha. Hakuna kitabu cha hadithi chochote kile katika zama zilizopita na sasa kilichoshereheshwa kikapata haki ya kushereheshwa kikawanufaisha umma kama kitabu cha Imam al-Bukhari kilichoshereheshwa na al-Hafidh ibn Hajar Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Abu al-Fadl Shihabuddin. Kazi anayofanya katika Fathul Bari ni ukombozi wa kutosha katika umma wa Kiislamu, pamoja na kwamba iliandikwa Fathul Bari kabla yake. Maana Ibn Hajar al-Hanbali ameandika kitabu cha Fathul Bari ambao ni sharhi ya Sahih Bukhari na kimechapishwa pia vile vile kipo, pamoja na kwamba hakumaliza, kaandika katika mlango katika kitabu Zakat akakutwa na mauti akawa hakukamilisha. Ibn Hajar akaandika kitabu chake Fathul Bari vile vile ambao ni mashuhuri kwetu sisi, na wengineo kama al-Qastallani mwenye Irshadus Sari, kama vile Mulla Ali al-Qari mwenye kitabu Badruddin al-Aini mwenye kitabu Umdatul Qari na vingine vingi katika vitabu ambavyo ni sharhi ya Sahih al-Bukhari, lakini vyote haviwezi kulingana na Fathul Bari. Na wala si Sahih Bukhari peke yake, hata vitabu vilivyosherehesha Sahih Muslim washereheshaji wake bado hawajafikia kama alivyosherehesha Imam al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari. Ukiangalia kitabu Al-Mufhim, kadhalika Al-Mu'lim, kadhalika Al-Minhaj, yani kitabu cha Imam Al-Qadhi Iyadhi, kitabu cha Al-Qurtubi, kitabu cha Imam Al-Maziri, kitabu cha Imam An-Nawawi, vitabu vyote visherehesha Sahih Muslim, lakini bado hawajamfikia Imam Al-Hafidh Shihabuddin Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, namna alivyokitumikia kitabu cha Imam Bukhari ambao ni asahhul kutubi baada kitabillah. Sasa amepata na zalla katika baadhi ya masala, tunasema ameteleza kama walivyoteleza wanawachuoni wengine, lakini imam katika aima wa ahli sunnah wal jamaa, kadhalika Imam An-Nawawi na wengineo ambao wameteleza katika masala ya kiitikadi, lakini asili yao ni watu wa sunna. Kwa hiyo kuteleza kupo kwa sababu inna likulli jawadin kabwa wa likulli alimin zalla. Kila mpanda farasi anakuteleza ajue atakuja kuanguka iko siku, na kila mwanachuoni lazima atateleza. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameteleza katika masala makubwa mbalimbali, ameteleza kwa sababu ni mwanachuoni na yeye ni bashar. Sasa hili litofautishwe na wale maulama ambao wameishi kwenye kuwa na musadama na sunna katika maisha yao. Yani mtu anaishi lakini kinyume na sunna, pengine ni jahili katika sunna. Mfano wanawachuoni hao ni Ar-Razi ni katika wanawachuoni wa Kiislamu, hatujasema kama ni kafiri, lakini katika mambo katika maisha yake hakuishi katika maisha kutetea sunna, bali alikuwa ni mtu wa kutumia falsafa katika dini. Ikafikia kipindi aandika vitabu kutoka mwanzo mpaka mwisho, hataji hadithi hata moja, kama kitabu chake na zaidi ya juzu 20 Al-Matalib Al-Aliya, kataja hadithi hii moja, asema rawahu al-Bukhari, na hadithi yenyewe kumbe maudhu wala iko katika Sahih Bukhari. Na ukiangalia mwisho mwendo wake anapokwenda alikuwa akitetea falsafa na nini, lakini dakika ya mwisho taba, na akapanda juu ya mimbari akatangaza kwamba mimi natubia na acha yale yote ambayo nilikuwa mimi nimeyabeba, wal ana amutu ala aqidati ajaiz Naisabur, akatubia. Lakini tunazungumzia yale maisha yake namna yalivyokuwa yamekwenda, hakutumikia sunna katika uhai wake. Kadhalika wanamita Hujjatul Islam al-Ghazali, Abu al-Maali al-Juwayni na wengineo, tunasema ni waislamu na wamekufa katika uislamu, na wote niliwataja hao wametangaza tauba zao kwenye vitabu vyao. Sisi tutasema hawa ni maulama wameteleza, lakini huyu huwezi kumfananisha na huyu, huwezi kumfananisha na huyu. Na hawa waliishi katika bid'a kama ikina Ibn Arabi, kina Al-Farabi na wengineo. Maana wanapotajwa mpaka Al-Hafidh Ibn Hajar anasema
in lam yatub فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. kwa maneno na fikra alizokuwa nazo Abu Nasri al-Farabi. kwa hiyo nasema tuwafahamu wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, na wao wana manzila kubwa, kwa sababu huko mbeleni tutakuja kutaja vile vile propaganda zinazofanywa dhidi ya da'wa hii, na wakatajwa baadhi ya wanawachuoni kwamba hao ndio waasisi wa da'wa hii ya wanasema da'wa salafia au salafia jadida kama wanavyosema wenyewe, kwamba hao eti atataja Muhammad Amani al-Jami, atataja Rabi ibn Hadi al-Madkhali na wengineo, kwamba hawa ndio waasisi. Sisi tutakatokitazama hatutoangalia na kutazama kauli za wanafunzi wa mutawassita wala wanafunzi wa thanawi wala wanafunzi wenye digiri moja wala digiri mbili, hatutawatazama wala digiri tatu. Tutakaoangalia ni maulama, kwa sababu mtu kuwa na cheti na digiri nyingi haina maana kwamba una elimu. Haina maana hiyo katika dini, hakuna aliyesema hivyo, na tujapinga. Nataka pia mkubali hilo kwamba sisi hatupingi hilo kwamba mtu akapata shahada akasoma, lakini sio elimu. Sio elimu, sio elimu. Mtu sije kudanganya kwamba wewe utamchezea yule ana digrii yule, kumbe digrii yenyewe ya kumnyonga mwenyewe. Watu wangapi wana digrii washindwa na watu ambao hawana digrii hata moja? Watu wangapi wana digrii zao walizosoma katika dini wanashindwa na watu wa mutawassita au watu wa thanawi kwa elimu walizokuwa nazo na da'wa na juhudi walizokuwa nazo? Watu wangapi? Watu wangapi wana digrii hawajui kuzungumza hata lugha ya Kiarabu? Wachilia mali yote, watu wangapi wana digrii Qur'ani kuisoma hawajui matnan na kuangalia nadhara, kwa kusoma kwa kuangalia hawawezi? Watu wangapi? Na wanasoma kwenye vyuo vya kuishiriwa kwamba katoka chuo fulani lakini hajui kusoma Qur'ani. Wangapi? kwa hiyo mimi sitoangalia watu, tuangalie maulama. Tukubali kwamba Ibn Baz ni alim, Albani ni alim, Ibn Uthaymeen ni alim, Al-Fawzan ni alim na wengineo katika maulama ambao tutakawataja. Wasemaje kuhusu wanawachuoni hawa? Ila mtakapokuwa niambia mimi sikubali kwamba Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen hao ni maulama, sikubali, tutaanza mjadala mpya tena mwingine. Lakini ikiwa tukubaliana hivyo, wao wanasemaje juu ya hawa na wanasemaje juu ya hawa, ili lazima tuliangalie. Tuko pamoja jamani? Tayeb. Kwa hiyo sisi manzila yetu kwa maulama ni hiyo, na mbeleni tunasema insha Allah tutakuja kutaja kauli za baadhi ya watu dhidi ya maulama, alafu tuangalie maulama dhidi yao. Na ndio maana tukasema sasa yoyote yule ambaye sasa anakwenda kinyume na msingi huo, na msingi wa kuwatweza na kuwadhalilisha maulama, huyo sisi tunamtuhumu katika sunna yake na msimamo wake aliyokuwa nao. Yule ambaye asiyejua tutamuelimisha, akija akijua akaendelea na iladi yake, sisi hatusiti kumwambia kwamba huyu amepinda katika msimamo wake na ametoka katika njia ya ahli sunna wal jamaa. Usiukadhani kwamba mtu hatoki kwenye Uislamu au hatoki katika sunna ila afanye mambo 200. Jambo moja tuliweza kukutoa katika sunna moja tu. Kuna watu waleta kauli katika zama za kina Imam Ahmad wakifanya tawaqquf katika masala ya khalqul Qur'an. Wengine wakasema lafdhi bil Qur'an makhluq, kama tutakavyoona mwisho kabisa tutazungumzia masala ya khalqul Qur'an, wakatolewa katika sunna kwa lafdhi baada ya kusimamishwa hujja. Sasa wewe ukiwa umesimamishwa hujja na ukafanya inadi na ukafanya ususuwavu, bila ya shaka kuna baadhi ya vitu mara nyingine una haki ya kutolewa katika njia sawa sawa. Ndio pale tunaposema mtakana muelewe. Kuna watu wasema tumetolewa sisi katika sunna, sote sisi wana sunna wote Tanzania, sote sisi ni wazushi tu katika sunna, sote sisi. Sisi tunasema haya maneno ya sokoni, maneno yasiyokuwa na uzito. Mimi naandika makala za Kiswahili na hii ya Kiarabu, na iko nyingine isiyokuwa hii ambayo pia ni ya Kiarabu, tuliwahi kusomesha Dar es Salaam miaka 2 iliyopita, na kadhalika nafanya mihadhara na durusi zangu ziko, mihadhara yangu iko imerekodiwa kwenye kanda na kwenye CD. Niambie mahala pamoja tu kwamba wewe siku fulani ulisema wana sunna wa Tanzania wote na mashehe wote waliokuja na sunna Tanzania wote wazushi, watu wa bid'a wote, tutasema kwamba hutoweza kufanya hivyo. Si yeye anayesema hivyo wala mwingine yoyote
ambaye amekuwa ni babagha kama vile kasuku, aqluhu fi udhunayhi, akili yake kwenye masikio yake, kwamba akisikia naye yasema. Yoyote yule ambaye atasikua kama vile kasuku, vile vile anatakana alete ithibati hiyo. Tunawaambia kwamba lazima ulete albayyinatu ala almudda'i wal yamin ala man ankar. Tunachokizungumza sisi ni kwamba dawa ya ahli sunna hapa Tanzania na Kenya na Uganda na duniani kwa asilimia kubwa, kuna mambo mengi yameingia ndani ya dawa hii, si mambo ya sunna, si katika msimamo wa ahli sunna wal jamaa. Shi'tum am abaitum, mkikataa mmekubali, ndivyo ilivyo na tuna ushahidi. Sasa simsikilize ushahidi wetu. Kwa nini kupinga na kutuzilia ambayo tujasema? Kwa hiyo tutasema haya tunayosema kwamba dawa, kama nilivyokariri kusema mara ya kwanza na ninarudia tena na ninarudia na nitarudia, kwamba dawa ya ahli sunnah wal jamaa hapa Tanzania, pamoja na juhudi iliyofanyika kubwa ya watu walioifanya, kama vile wazee huko nyuma walifanya juhudi zao kwa mpango wao na kwa njia zao, dini ikabaki kwa namna fulani, lakini wakawa na khurafati na mambo ya shirkiyati mengine, wakaja watu wakawakosoa, wengine wakakubali, wengine wakakataa. Basi kadhalika hata hawa ambao wamekuja sasa au wamekuja baada ya hao wazee wakaleta misimamo ya sunna, wako wengi waliokuwa wamekosea na wakaenda kinyume na misimamo ya dini, yani misimamo ya ahli sunna wal jamaa kifikra na muongozi. Kuna sihiana ndio jambo la msingi. Sasa mbona watu hawataki kuna sihiana? Kwa hiyo tunasema kwamba ikiwa ndio hivyo, basi mtu akifahamishwa akianza kuleta inadi, huyu ni mtu mwingine. Sasa ushafahamishwa, sasa waanza kung'ang'ana fujo na vurugu kwa kutetea baadhi ya vitu tu, basi hapo msimamo unabadilika. Sasa tunachukua sura nyingine sasa. Na ndio maana hata kwenye Qur'ani, mimbadi ma tabayyana lahu alhuda, mimbadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya mtu kumbainikia uongofu. Mtu anaweza kumpinga mtume kwa ujinga, lakini ikiwa anampinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu, hukumu nyingine. Kwa hiyo hili lazima lifahamike ndugu zangu, lazima mfahamu. Sisi tunasema maulama hawa ambao tutakaowataja na wengineo, tufahamu kwamba wako wanawachuoni wa haki na wanawachuoni wa bid'a ambao wamesimama katika batil na kauli zao zatisha, na ukizichukua na kuzifanyia kazi bila shaka ni balaa kwa ithbati yao wenyewe au ithbati ya maulama. Nukta hii inaiondoka na ihama na kwenda kwenye nukta nyingine, kwa sababu maelezo yake yatafuatia hapo mbeleni insha Allah katika darasa zinazofuatia siku ya kesho na kesho kutwa. Mawqifuna ma al-hukam al-muslimin, msimamo wetu sisi dhidi ya watawala wa Waislamu. Hapa nataka nitoe maelezo, kwa sababu nukta hii vile vile nukta ya hatari. Maelezo yangu ni kama yafuatavyo. Leo hapa duniani sisi Waislamu hapa duniani hatuna khalifa wala dola ambayo ni daula islamia, khilafa islamia. Ziko dual, serikali na nchi za Kiislamu, lakini hatuna khilafa na khalifa mmoja ambaye Waislamu wote wanaitika kwake yeye. Au yuko? Mtajieni nani? Hakuna. Hatuna khalifa na hakuna khilafa ya Kiislamu tangu ilipoanguka khilafa ya Uthmani. Hakuna khilafa ya Kiislamu. Hili tunakubaliana sote. Sasa Muislamu hii leo katika hali alizokuwa nazo, Waislamu wamegawanyika katika sehemu kuu hizi mbili katika maisha yao. Kuna Waislamu wanaoishi katika nchi na mazingira yanayoitwa kwamba ni al-aqaliyya al-muslima, al-aqaliyatul muslima, katika nchi zenye Waislamu wachache. Wako Waislamu wanaishi katika nchi zenye Waislamu wachache, kama Waislamu wanaoishi katika Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini, wanaoishi Europe, wanaishi katika baadhi ya nchi ya mashariki ya mbali, wanaoishi katika baadhi ya nchi katika nchi za Afrika. Utakuta asilimia Waislamu zakaambiwa Waislamu ni asilimia 20 au 25 au 10 au asilimia 5, na wengi wao si Waislamu, na watawala pia si Waislamu. Tunafahamiana hili kwamba wako Waislamu wanaoishi katika nchi zilizokuwa na sura kama hizi. Kwa mantiki hiyo ni kwamba
wao wanaishi hali ya kuwa wako chini ya kivuli cha makafiri, wako chini ya kivuli cha makafiri, na huenda wakawa wao ni mustadhafun, yani ni wanyonge, hawana uwezo wa kusimamisha shiari za dini yao kama adhana, kutoa nje kwa sauti, kuzungumza mihadhara wazi, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkari, kufanya mambo mawarith, mirathi, mambo ya nikah na mingineo katika hukumu. Hawana uwezo huo. Ina maana wao ni mustadhafun, wanaishi hapo kwa unyonge, si ndio? Sasa mtu huyu muislamu wa sampuli hii atakikana ajitambue. Manhaji ya salaf salih ambaye mtu huyu ajitambue, na jambo hili ni muhimu kwake yeye kuliko kunywa supu, kuliko kitu kingine katika vyakula na mavazi. Jambo hili ni muhimu sana, ajijue muislamu yuko wapi na aishi vipi na ni zipi haki zake na haki za wengine. Asipojua hili ataleta balaa. Kwa hiyo mtu anaishi sehemu hizi akawa ni mustadhaf na akawa yeye ima ni dai au ni mtu wa kawaida tu, si dai, ni mfanyakazi tu wa mambo kawaida tu, atakana ajue waqi na dhurufu anazoishi, asije akachanganya. Na hasa kwa dai azingatie sana. Kwanza sheria ya Kiislamu inamwambia hairuhusiwi kwako wewe kukaa baina ya washirikina, hairuhusiwi. Kwa maana ya kwamba muislamu hairuhusiwi kuishi katika nchi za kikafiri, isipokuwa ndaka mzingatie hizi istithnaat, msije mkachanganya kwamba hasema haramu pia kwenda kukaa ni haramu. Kazidi sasa. Nasema hivi ni jambo lisilofaa, na fatawa za wanawachuoni ziko wazi katika hili, na hadithi za Mtume ziko wazi kwamba haifai kwa muislamu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuishi baina ya washirikina, isipokuwa ikiwa yeye mathalan ni mzawa wa hapo, yeye amezaliwa hapo. Kuna watu waislamu wamezaliwa Europe, wako waislamu wamezaliwa Amerika, wako waislamu wamezaliwa katika nchi za Afrika ambazo wenyewe yani wakazi wake asilimia kubwa ni makufari, ima ni wathaniyuna au al-yahuda au an-nasara. Ikiwa ndio hivyo basi, alafu hana namna kwa udhaifu wa mali au udhaifu wa afya, hana hila ya kuweza kuhama kutoka sehemu hiyo, sheria imempa udhuru, ishi tu. Au ana uwezo wa kuweza kutanakal, lakini kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenda kuishi kwamba hapa ndio nchi ya Kiislamu niishi, kutokana na nidhamu za pale na mambo yalivyo, hataweza. Sasa hivi utaratibu wa kuishi huwezi kujishia mahali popote tu, kuna taratibu zake. Kwa hiyo ukishindwa ile ikiwa haiwezekani, tunasema kwamba ikiwa mtu hana uwezo wa kwenda kuishi sehemu ambayo kuna waislamu wengi, sehemu ya waislamu, basi atakuwa ni maadhur, amepewa nini? Udhur. Huyo ni mzao akazaliwa hapo. Ama kadhalika msafiri, huruhusiwi kusafiri tu kwenda katika nchi za kikafiri, isipokuwa kwa sababu ima unakwenda kwa ajili ya matibabu, kwa maana kwamba matibabu hayo hayapatikani katika sehemu nyingine ila huko, au kwa njia nyepesi zaidi kuliko hakuna sehemu nyingine zaidi ya huko, unaruhusiwa nenda kafanya matibabu, haja yako ikisha rudi. Au ilmu, unajifundisha taaluma, pengine kuna ufanisi fulani wa mambo au taaluma fulani mahali unapoishi au nchi za Kiislamu hakuna jambo hilo, waambiwa nenda kasome na haraka urudi. Lakini ikiwa ni jambo ambalo Uislamu wanalihitaji na watu hawana namna, hawalijui, basi nenda kalisomee urudi. Ama kama sehemu nyingine iko, huruhusiwi. Jambo hilo ile sehemu nyingine liko, huruhusiwi kwenda huku hata kama umepata. Jambo jingine ambalo ni ruhusa vile vile kwa Muislamu kusafiri kwenda katika nchi za kafiri, jambo jingine ni da'wa. Mtu ana uwezo wa kulingania, basi naende akalinganie kisha arudi, na huku akichunga maslahi yake na maslahi ya familia yake. Yote haya lazima uchunge maslahi yako na watu wanaokuzunguka. Nimefahamika katika hili. Kwa hiyo Muislamu anayeishi katika sehemu hizi anaishi mustadhaf, na atakuwa amepewa udhuru na sheria kama ilivyokuja katika Qur'ani. Na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akawa analifafanua hilo katika surah an-Nisa. Allah tabaraka wa taala anasema
alam tara ila alladhina, hapana, aya nyingine anasema Allah tabaraka wa taala إلا المستضعفين. نعم هي إلا المستضعفين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أسمى الله تبارك وتعالى kwa wale ambao watakuwa na wafisha wao malaika hali yakuwa ni wenye kuzidhulumu nafsi zao, wataulizwa mlikuwa wapi kwenye jambo gani? Watasema, watasingizia au watadai kwamba sisi tulikuwa ni katika wenye kudhalilishwa, wenye kufanya wanyonge katika nchi, katika ardhi. Qalu, wataambiwa alam takun ardullahi wasi'ah, hivi hazikuwa ardhi ya Allah, haikuwa nchi na ardhi ya Allah ni pana, fatuhajiru fiha, muhame mkenda huko, faulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira, hawa makazi yao ni jahannam na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Allah akasema illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, isipokuwa wale waliokuwa wanyonge katika wanaume na wanawake na watoto wadogo. Imam al-Bukhari akataja hadithi kwa isnadi yake kutoka kwa Ibn Abbas. Ibn Abbas asema kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin, nilikuwa mimi na mama yangu ni katika watu wanyonge. Na ndio maana Ibn Abbas alichelewa kufanya hijra kwenda Madina, akachelewa, hakwenda mapema yeye na mama yake kwa sababu walikuwa ni mustadhafun. Kwa yule ambaye ni mustadhaf atabaki pale kwa sababu ni mustadhaf katika rijali, pengine ni kipofu, haoni, hana hila, ni mlemavu, maskini, fakiri, hana namna, au ni mtoto mdogo, au ni mwanamke, hana namna ya kutoka, huyo amepewa udhuru na Allah tabaraka wa taala. Sasa akiishi katika sehemu hiyo aishi vipi? Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah taala asema ama wale ambao ni mustadhafina katika ardhi, katika kitabu chake As-Sarimul Maslul, asema wale ambao wameofishwa wamekuwa ni wanyonge katika nchi, basi asema ya'maluna bi ayati as-sabri was-sarhi. asema faman kana min al-mu'minina bi ardhin huwa fiha mustad'afun au fi waqtin huwa fihi mustad'af, ama yule ambaye atakuwa katika waumini yuko katika nchi ambayo ni mwenye kunyongeshwa, mwenye kudhalilishwa, au katika wakati ambao yeye anakuwa ni mustadhaf, basi yasema falyamal bi ayati sabri, na ifanyie kazi aya subira. Ya alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah, ndio aya sabri. Nipeni habari za wale ambao wameambiwa zuieni mikono yenu. Ndio Mtume swalla salam alipokuwa Makka pia akaambiwa zuia mikono wako, usipigane kwa sababu wewe ni mustadhafu hapa, watakumaliza hawa na masahaba zako, vumilia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akavumilia, kadhalika masahaba wakavumilia, wakafanya sabri, na wakawa wanamuomba Allah tabaraka wa taala wafanye makhraj. Allah akawafariji kwa kufanya hijra. Kadhalika wasafhina au msamaha amman, kumsamehe yule ambaye yu'dhi Allah wa rasulahu, anamuudhi Allah na mtume wake, min alladhina utul kitaba wal mushrikin, kutoka udhia huu kutoka kwa washirikina na watu ambao wamepewa kitabu katika mayahudi na manasara. Kwa hiyo mtu huyu atakikana atulie katika sehemu hiyo, asilete chokochoko kuwatukana watawala katika sehemu hiyo, hawa makufari, hawa mushrikuna, hawa khinziri, khanaziri, hawa qirada. Akasema juu mimbari, akasema hawa nyani, hawa mbwa, hawa nguruwe, hawa watawala hivi. Shekhe, utamalizika na utawasaliti waislamu wenzako, utawaumiza waislamu wenzako. Hamna hila nyinyi, kama mna nguvu mbona hampigani, mwasema tu? Na kweli inaonekana hamna nguvu, na ndio maana tutasema vile vile yale matukio kama yaliyojiri Uingereza na Ufaransa na sehemu nyingine ya milipuko ambayo inawadhuru waislamu wenyewe. Mtu akaenda akatega bomu au akajifunga mabomu kwa sura ya Uislamu, anawadhuru waislamu wenzake kwa sababu wao ni wanyonge katika nchi hiyo, hawaruhusiwi kupigana. Na kweli madhara yake yakawa makubwa waliofanya hivyo. Matokeo yake wale washikamana na dini wakaanza kutupa dini kwa kuogopa, kwa kuhofia madhara ambayo yanawasibu. Kwa nini? Kwa sababu istidhaafu katika ardhi. Ama wale ambao sasa wanaishi katika nchi za Kiislamu, na nchi za Kiislamu ni zile ambazo, au miji ya Waislamu ni ile ambayo wengi katika miji hiyo ni Waislamu kwa nisba miawia. Ukiangalia idadi ya 100, yani 100 Waislamu wangapi, usiokuwa Waislamu wangapi?
tukitazama kwamba waislamu ndio wengi kuliko hao, tuambiwa nchi hiyo na mahala hapo mpaka Kiislamu, mji wa Kiislamu, nchi ya Kiislamu inaitwa hivyo, na hivyo ndivyo wanavyotueleza ahlul ilmi. Sasa ukikaa hapo akiwa mtawala ni Muislamu, kama anahukumu kwa kitabu na sunna, sheria ya Allah tabaraka wa taala ni as-sam'u wat-ta'a mutlaqa illa fi ma'siyati Allah, ni kusikiza na kutii isipokuwa katika maasi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Unapokuwa katika chini ya utawala wa aliyekuwa Muislamu, basi yatakikana ufanyie kazi al-amru bil suala la utiifu, as-sam'u wat-ta'a. Tunafahamiana ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu wale ni watawala, wanaitwa watawala wa Kiislamu. Sasa nchi inaweza kuwa ni mseto, mchanganyiko, ikawa hawa wengi na hawa wengi, na kwa sawa wingi wao. Au Muislamu anaishi katika nchi hiyo lakini bado ni mustadhafu. Pengine wengi waislamu lakini bado ni mustadhafu kutokana na kanuni na utawala namna walivyo na watawala watu. Kadhalika wafanye kiasi katika suala la mtu mustadhafu katika nchi isiyokuwa Kiislamu. Ama wale ambao wanahukumu na wale si mustadhafuna na wana uhuru wa kufanya dawa na amru bil ma'ruf, basi wabaki katika misingi ya utiifu, na kadhalika wasiinue hisia za watu dhidi ya watawala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anamwambia Iyadh ibn Ghunm radhiyallahu anhu, anasema Iyadh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansah lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan bal وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. حديثه amepokea Ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunnah na amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Asema Iyadh bin Ummi, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwenye kutaka kumnasihi mtawala, anataka kumnasihi kiongozi sultani, awe ni mfalme, awe raisi, awe ni waziri mkuu, awe khalifa, ndivyo itakapokuwa, anayetaka kumnasihi mtawala, basi asimnasihi alaniyatan juu ya mimbari, yani dhahiri, asimnasihi hivyo, asimnasihi mbele za watu akasema fulani kafanya hivi, fulani huyu mwizi, huyu kadha, huyu, ukaanza kushambulia kama vile ambavyo ndio sera za wenye kujiita sisi ni wanaharakati. Akisimama juu ya mimbari, basi huzul manabira walilqulubi bukau, mimbari inatingishika kabisa na nyoyo zinatokota kwa vilio, watu wakilia pale, nini bwana, tukauwe tu, watu wakawa yuhayyajun, wanatikiswa na uharakun. Tunasema hiyo si sera ahli sunnah wal jamaa na si manhaji ya salaf salih. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tunasema amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenye kutaka kumnasihi mtawala asimwambie hadharani, afanyeje ya Rasulullah, asema waliyakhudh biyadihi, na uchukue mkono wake au kamate mkono wake. Hichi ni kinaya cha kwamba amvute pembeni, amuite siri au amuandikie siri. Fa in sami'a minhu, mtawala huyo unapokuwa umemnasihi akakusikia, fadhak, basi ndio hivyo, ndio khairi inatarajiwa. Wewe ushamwambia ukafikisha kwamba bwana, unapofanya, unapotaamali na raia wako au namna unapotaamali na dini, jambo hili si sawa sawa, pombe hizi haramu, jambo fulani haramu, mimi nakunasihi, mche Mola wako, wewe ni mtawala, Allah amekupa dhamana na sisi ni raia wako. Ukamwambia maneno mazuri, maneno ya sawa sawa, akikusikia fadhak, ndio hivyo, ndio khairi, atakuwa amekusikia na anafanyia kazi na watu wamenufaika kwa ajili yako. Wa illa, na ikiwa mtawala huyo hakusikia, aba wastakbara, akakataa na akatakabari, akajiona ndio yeye kwa sababu ya madaraka alionayo, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana adda alladhi alayhi, mtu huyo atakuwa ashatekeleza yaliyoko juu yake, wajibu wake tayari umekwisha. Tumefahamiana? Wanasemaje wanawachuoni katika hili? Amesema al-Imam ash-Shawkani rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake As-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hadaiq al-Azhar, juzuu ya 4 ukurasa wa 556, asema walakinahu yanbaghi liman dhahara lahu ghalat al-imam fi ba'd al-masail an yunasihahu
ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة. الإمام الشوكاني anasema lakini inatakikana kwa yule ambaye yamemdhihirikia makosa ya mtawala katika baadhi ya mambo kumpa nasaha, na wala asimdhihirishe kwa kumkebehi juu mbele za watu, bali afanye kama vile ambavyo imekuja kwenye hadithi kwamba aukamate mkono wake na akaelee faragha na ampe nasaha zake. Maneno ya nani hayo? Shaukani. Kibaraka wa wapi? Labda pia mtambie Shaukani na yeye vile vile mkibaraka wa Marekani, shekhe wa wafalme. Mkituambia hivyo tutafahamu nini maana ya kibaraka wa Marekani, nini maana ya kibaraka wa wafalme, tuambieni. Lakini Imam Shaukani rahimahullah ta'ala anasema maneno haya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu imekuwa kawaida maneno haya. Ukisema kasema Ibn Baz, nasema Ibn Baz gani bwana? Hawa Ibn Baz hawa mashekhe wa wafalme hawa ni vibaraka kina Al Saud, vibaraka kina Al Maktum, Al Nahyan, Al Khalifa, Al Sabah. Watajua watawala wa Kuwaiti, wa Qatar, wa Bahrain, wa Imarat, wa wapi, wa Saudia, kwamba wote wa maulama wote hao vibaraka. Watu wana msimamo bwana. Alafu tutajua baadhi ya vijana ambao akili zao zenyewe hawajaweza kuzikontrol katika dini, kwamba angalia bwana wana harakati hawa. Sasa tunasema Shaukani asema hivyo, kadhalika Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema hivyo, anasema wa amma an-nasihatu li a'immati al-muslimin fa muawanatuhum 'ala al-haqqi wa ta'atuhum fihi. Ama nasaha kwa watawala siku zote inakuwa kwa kusaidia nao katika haki na kuwatii katika hilo na kuamrisha wao na kuwatanabahisha, bali na kuwakumbusha wao kwa upole na ulaini, na kuwakumbusha wao katika yale ambayo wameghafilika nayo na yale ambayo hawakufikisha katika haki za Waislamu, na kuacha kutoka nje, watarkul khuruji alaihim, na kuacha kutoka nje ya taa zao. Mwisho katika suala hili nitasoma kauli ya Imam Imam al-Tahawi, yani Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, alafu nitamaliza nukta hii ambayo ndio tumeitaja hapa. Kwa hiyo sisi tutasema katika msimamo wetu, yoyote atakayekwenda kinyume na msimamo huu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maelezo haya wanawachuoni, huyo ametoka katika njia sahihi. Ukimwona mtu yuwasimama juu ya mimbari akiwalani watawala kama anavyosema Imam al-Barbahari, tutakavosoma hapo kauli ipo, basi asema huyo ni mtu wa bid'a. Na usije ukafahamu kwamba bid'a ni kupiga pilau za hitima peke yake, bali hili pia ni katika bid'a. Na wapo wenye kujinasibisha na sunna wafanya hivyo, ndio pale tukasema kwamba dawa ya sunna imeingiliwa na fikra zisizokuwa za kisunna. Wako watu wakasimama juu ya mimbari wakazungumza kwa vishindo, bali kuna wengine wanawataja mpaka baadhi ya mashekhe. Kipindi cha nyuma nakumbuka mufti wa Tanzania alipokuwa ni Sheikh Ahmed bin Juma, Allah amrehemu, alikuwa akitajwa katika baadhi ya misikiti kwenye mimbari, fulani bin fulani laanatullahi alayhi. Mimi nasema haifai kusema hata Benjamin Netanyahu kusema laanatullahi alayhi, haifai. Yahudi adui ladudi lilmuslimin, haifai. Nani nabisha kumfanyia taayini fulani kafiri fulani iko kwenye uhai kwa mujibu wa itikadi ahli sunna wal jamaa ni haram, haifai kusema laanatullahi alayhi. Muda wa kuwa yuko hai mtu hata awe kafiri vipi, uruhusiwi ukamtaja fulani bin fulani laanatullahi alayhi, hairuhusiwi Kiislamu. Vipi leo hujamtaja Muislamu alafu wasema laanatullahi alayhi? Kama sio ukhawarij nini huu? Bali yafaa kusema kwa ujumla laanatullahi ala alkafirin, laana Allahu sharib alkhamri, laana Allahu kadha, laanatullahi ala adh-dhalimin, kwa ujumla ni jaiz. Lakini nini? Kwa sababu watu hawajui itikadi ya ahli-sunnah wal jamaa, ndio wanakwenda khabda ashwa kama vile ngamia kipofu katika usiku wa giza. Kwa hiyo tunasema haifai hilo. Ama akiwa ashakufa, amekufa kwenye kufuru,
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. kafiri akifa kwenye kufuru yake usisite kusema la'natullahi alayhi, usisite. Lakini muda wa kuwa katika uhai kwa ta'yin haifai, na haya ndio yanaelezwa kwenye vitabu vya Ahli Sunna. Sasa watu wasimama wakawataja watawala na wakawataja baadhi ya mashekhi ambao hawafikiani nao katika baadhi ya mambo, bali wako kwenye bid'a kama wao walivyokuwa katika bid'a, alafu unasema unakwenda kwa mwenendo kama huo, na wako katika Ahli Sunna wanajinasibisha na Sunna wanakwenda namna hiyo, kwa sababu wao wamefahamu Sunna ni baadhi ya vitu. Sasa kitabu Sharh al-Aqidah at-Tahawiyya, wengi katika tulabu al-ilm kitabu hicho wanakifahamu na kiko wazi, cha imamu. Kwanza asili yake ni kitabu cha Imam Abu Ja'far at-Tahawi ambaye katika maulama wa karne zilizotangulia huko nyuma, karne ya 3 au ya 4, karne ya 4, na waliokuja baadaye kama Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katikati za karne za katikati, karne ya 8 au ya 9, akaja akakisherehesha kitabu hiki. Anasema maneno haya yafuatayo ambayo katika midhakira yenu tuyaangalie. Kwanza tutasoma maneno haya: nara as-sam'a wat-ta'ata lahum fil ma'ruf, sisi tunaonelea upatikane usikivu na utiifu kwa wao kwa wema. Wala yajuzu al-khuruj an ta'atihim bisilahi, wala haifai kufanya mapinduzi na kufanya uasi kutoka nje ya taa yao kwa kuchukua silaha. Wala bil kalima, wala kwa neno. Mtu akasimama akahamasisha watu, hata kama mtu hakufanya mapinduzi yeye au hakushika silaha yeye, lakini lugha anazozitumia za uchochezi, huyu anahesabika ni katika makhawarij, tena anaitwa katika makhawarij qaadiyya. Ukisoma katika mafungu ya makhawarij kuna makhawarij wanaitwa qaadiyya, wao wamekaa lakini kazi yao yuhayyijuna an-nar. Ndio msikubali, msirudi nyuma. Wako watu hao, kwa hao wanaitwa khawarij qaadiyya. Wao wenyewe hawasemi, washajisha watu. Wala munazatum, wala kupingana nao na kukhalifiana nao, ma lam nara fihim kufran bawaha, muda wa kuwa hatukuona kwa wao ukafiri wa wazi. Indana min Allah fihi burhan, ukafiri ambao sisi tuna ushahidi utokao kwa Allah kwamba hii ni kufuru. Tukiona kufuru ya wazi kwa wao, mtawala kwenye ukafiri wa wazi wazi amkufuru Allah tabaraka wa taala, itafaa kufanya khuruji kwa yeye kwa sharti. Kwa sharti. Sharti gani? Naam, ikiwa mtawala anafanya jambo la ukafiri na upo uwezekano, pengine watu waislamu wana nguvu na baraza lao labda pengine na mawaziri na watu wengine wana nguvu, wanaweza wakamngoa mtu yule bila kupatikana maafa, itafanywa hivyo, wamngoe wamweke mtu mwingine. Ama kama katika hali tulizokuwa nazo katika nchi zetu, jambo kama hili linaondoka na damu nyingi za waislamu na wasiokuwa waislamu, katika watu wasiokuwa na hatia, waambiwa la, ikiwa mapinduzi na kumuondosha mtawala ni jambo litapelekea kumwaga damu, kufu aidiakum, zuieni mikono yenu, kwa sababu damu ya muislamu ni aghla min kulli shay. Tumefahamiana? Sasa kuna kijipoint kidogo kabla sikiendelea na maneno ya Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, na swali hili mara nyingi nasahau kulieleza, mara nyingine hata juzi nilipokizungumza Dar es Salaam nikasahau mpaka likaulizwa. Pengine katika akili za watu inazunguka hadithi ambayo kwa ufahamu dhaifu watu wanaitumia hadithi hiyo. Wewe mbona wasema hivyo kwamba haifai kuzungumza kuwasema watawala? Si mtume asema, akili inasema hivyo. Si mtume asema afdhalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin jair? Kuna wengine najua wanasema hivyo kwenye akili zao, bora ya jihadi ni kalima ya haki mbele ya mtawala aliyekuwa dhalim. Sasa si hadithi hii, wacha au hakuna anayefikiria hivyo? Wapo. Sasa ni nini tafsiri yake? Nani anaweza kutafsiri? Hapo kwenye tafsiri ndio kwenye matatizo. Hapo kwenye tafsiri ndio kwenye matatizo. Mimi kwa mtazamo wangu na tafsiri hivi, kwa jinsi nilivyosoma maneno ya wanawachuoni,